Wacha we. Ndo wivu au? Assalamu alaykum kama. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibu. Asante. Unajua kama nakujua katika hali zote. Unajua. Kwa minajili hiyo sasa nataka uniambie kwa nini unalia? Jamani mume wangu, mimi niko sawa. Kweli? Kwanza umelia. Alafu pili unaongopa. Ndicho unachotaka kufuturu katika Ramadhani mosi leo? Astaghfirullah wa atubu ilayhi. Nilikuwa emotion. Nilikuwa nikifanya afkari, nikajikuta tu nalia. Naomba Mwenyezi Mungu anisamehe, na wewe pia nisamehe mume wangu. Nimekuridhia na Allah atakubali funga yako. Amin. Kwa hiyo ujue ukiwa hivyo unapendeza sana. Natakiwa utabasamu. Bila hiyo hapa sibanduki hapa. Umeanza. Unatakiwa umeme sije mdao. Toka unatakiwa uwe darasani sasa hivi. Mke wangu baki salama. Allah akujali. Amin. Unajua maneno shemeji yangu, Allah anasema katika Qur'ani kwamba sikuwaumba majini na wanadamu isipokuwa waniabudu mimi. Funga ina sheria zake, na moja kati ya sheria za funga ni adabu. Na adabu ipi? Ni adabu ya ibada ya funga. Na lazima uiheshimu funga yako ili upate ujira bora mbele ya Mwenyezi Mungu. Na sio kufunga tu kama kufunga kula. Shemeji, sijawahi kupuuza hata siku moja au hata mwaka mmoja mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ingali nina afya yangu timamu, nina uzima huu unaoniona nao, haitotokea hata siku moja mimi kuacha kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Sawa, nalijua hilo. Lakini kusema hivyo tu haitoshi. Na kinachotakiwa ni kutekeleza maelekezo ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mimi na wewe ni marafiki wa muda mrefu sana. Haswa kweli kweli shemeji yangu jamani. Na kabla ya kuwa wewe kuwa shemeji yangu mimi, sisi kitambo tulikuwa marafiki kweli kweli jamani. Nafikiri unakumbuka. Sidhani kama umesahau. Na mimi ndio nimekufanyia wewe huo mchakato wa kuwa na huyu mwanamke. Sio mwanamke tu jamani. Kumbuka huyu ni dada yangu mimi. Yaani mimi mwenye maneno yangu ni wakukupa dada yangu. Na hadi leo nipo hapa. Tena mali safi kabisa na sijaleta maneno yoyote na haina kipengele. Shemeji. Maneno, wewe ni mtoto wa Kiislamu. Ndiyo shemeji. Mtume anasema hivi, atakayejifananisha na watu fulani basi na yeye ni katika wao. Funga si lele mama. Si kila neno linafaa kutamkwa na si kila jambo linafaa kutendwa, hata kama utaliona la kawaida. Kivipi mwamu? Chunga sana funga zako, usije kujikuta unashinda njaa. Maneno uliyotamka pale kwa dada yako sio mazuri kuyasema, hayana afya kwenye masikio na hayana tija kwenye funga yako. Mwamu, sikiliza, mimi na wewe hatujawahi bahatika kufunga pamoja. Hii ndio mara ya kwanza, na namuomba Mungu tumalize pamoja inshallah. Amina rabbil alamin shemeji. Na hiko cha kumaliza pamoja kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, mimi maneno nikiwa kwenye nyumba ya shemeji yangu, hilo ni jambo la kheri sana. Na usichojua shemeji, wewe ndo dunia.
Umenichukulia dada yangu shemeji. Huu si mwenendo mzuri unaopendeza ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, na hii si tabia njema aliyotuachia Mtume. Na watu wanaokutazama wewe inatakiwa wakutazame kwa jicho la ndani kabisa, ili kujifunza, kwa sababu hizi tabia hatakiwi kuwa nazo mtu mwenye funga. Tunatakiwa tukae sana mimi na wewe ili tupate taufiki kwa rehema za Allah tabarak wa taala. Asante mke wangu. Bismillah. Iftari kweli umeipika wewe dada Tumai? Nani mwingine? Ni mimi huyu. Lakini nadhani tangu mwanzo nilishakwambia. Jina langu unalijua, usipende nirudie. Tangu nilipoolewa mimi, kila kitu changu kilibadilika. Nilianza maisha mapya na jina jipya. Kwa hiyo usitake kuleta maneno wakati wa iftari. Kwa sasa naitwa Shamila kaka. Najua. Lakini wahenga wanasema kuwa mkataa kwao mtumwa. Na hapo wakakujazia kwamba jasiri aache asili yake. Sasa nani hapa ameacha asili? Nani amekataa kwao? Sijapakataa. Mbona kule kwetu tu? Alafu usichokijua, mimi ni yule. Sijabadilika. Sina chochote nilichokibadilisha kutoka kwenye nyumba yetu au kutoka kijijini kwetu. Lakini ninachokisisitiza tangu siku hizo mpaka kufikia leo, mimi ni mke wa mtu, na kama mke wa mtu lazima nifuate amri ya Mwenyezi Mungu alivyotuamrisha katika kitabu chake kwa kumtii mume wangu, kwa sababu mimi ni miliki yake. Si umeelewa hapo? Ni sawa. Najua umeolewa. Na naijua fika hali ya kweli. Hautaki kurudi kijijini. Maana hali ya kule ni mbaya sana, na ndo maana hata ulipopata sehemu ya riziki kama hivi hautaki kuiachia. Kwa hilo siwezi kukulaumu. Mimi nadhani adabu nzuri ni kukaa kimya wakati wa kula, na kula ni ibada, basi tunapaswa tuiheshimu ibada hiyo.
Oh, shemeji. Naona upo shemeji. Nipo kama unavyoniona hapa. Na cheki boli hapo. Wanangu wa Dortmund hapo na Bayern Munich. Hii uko kwa Ujerumani wanaita Clasico. Mechi kubwa sana hii. Unajua shemeji, hapa napoteza muda na vuta muda hadi ifike saa 6 hivi, saa 7 saa 8 ni ile daku. Unajua shemeji, kula daku mapema hii inachosha, lakini ukila daku majira ya saa 8 saa 7 hii pia inakusaidia kwenye funga yako shemeji. Unakuwa hauchoki sana. Ndio maana napoteza muda hapa. Unamaanisha nini ukisema unapoteza muda? Kama nilivyotangulia kukuambia shemeji. Unajua hapa napoteza muda hadi saa 6 kwa sababu sio sababu ya kuangalia mpira tu. Wewe ukitoka msikitini huko au hujatoka msikitini muda wa daku, unajua hata dada atakuwa kalala hiyo saa 6 naenda namuamsha, tunakuja tunakula daku, kwa sababu unajua dada ana kazi nyingi sana. Mchana anaandaa futari kwa ajili ya sisi kufuturu wote. Umeelewa? Alafu bado anaandaa daku, anatuandalia daku, anachoka sana. Lakini ukiachana na masuala ya kutuandalia sisi daku na masuala ya futari, bado ana kazi nyingine chumbani huko unampa. Kwa nini asichoke dada yangu? Ni lazima achoke, unajua. Unasemaje wewe? Shemeji, usinielewe vibaya, kwa sababu mimi namaanisha uchovu. Yaani uchovu tu kama uchovu mwingine. Sina maana mbaya. Huu ni muda wa insha. Alafu wewe unaniambia unapoteza muda. Unaupotezea wapi? Shemeji bwana, si hapa kwenye TV naangalia Azam Classic. Yaani hapo sitojua kama nipo, sina tofauti na watu waliokuepo Ujerumani huko. Unavyofikiri wewe ndo unapoteza muda au muda ndo unakupoteza wewe? Nisikilize maneno. Wewe ni mtu mzima na unaelewa unachokifanya. Yaani kweli hivi ndio unavyoruhusu kabisa somo zako ziende? Shemeji, lakini TV sio haramu. Ni haramu kutazama TV wakati wa swala. Usiniangalie hivyo mimi wewe. Uwezi kukaa hapa unajipumbaza siku unapoteza muda hapa wakati huu ni muda wa swala. Yaani mimi nilidhani wewe ndio utaniita ili tuondoke twende msikitini. Insha ni ndefu. Naweza kuswali hata baada ya daku. Na tarawih. Na kama umeamua hivyo, wakati huu hapa unafanya heri gani? Maneno. Huu ni wakati wa kuchuma maneno. Huu ni wakati wa kuchuma wewe. Usiruhusu hata sekunde yako moja iende bure kwa Mola wako. Fanya dhikri kwa wingi, swali kila suna unayoijua wewe. Ruhusu akili yako kufikiria akhera kuliko mapumbao. Vipi kama utakufa sasa hivi? Mche Mola wako kwa ukweli wa kumcha. Hebu twende msikitini, tunachelewa. Twende huko.